Hili bana ndo chimbo iliyopo Mboza Kichangani. Hili chimbo bwana lina mgogoro kati ya wanakijiji na mwenye chimbo. Mwenye chimbo kashachimba mchanga wake, lakini kachelekeza kama hivi unavyoona. Sasa kuna mgogoro, anavyodai yeye bwana, hii chimbo yeye sio kana kwamba yeye mwenyewe ndo kachimba, ila wanakijiji ndio wamechimba. Eneo lake sio hili, na ili eneo lake labda lipo sehemu nyingine ambayo ni karibu na hapa ambapo tuko sehemu hiyo. Sasa hili chimbo lipo kwenye makazi ya watu. Serikali pia inaona, inajua mwanzo mwisho. Chimbo ni kubwa sana, kama eka 30 na kitu zinafika hapa. Mwanzo kutoka kwenye ile bati, karibu na ile bati ile kwenda paka huko. Kwa hiyo actually chimbo ni kubwa, lakini lina mgogoro hadi leo upo mahakamani. Hitimisho bado haijafikiwa ni nini. Anavyodai yeye, wananchi ndo waliochimba ile chimbo. Sasa sijajua wananchi walichimba na kutumia majembe, maana hii chimbo limechimbwa na mashine zile katapila zile za kuchimbia mchanga, aka vijiko. Lakini yeye kakataa kata kwamba yeye hajachimba. Urefu wake ndo kama hivi unavyoona, distance hii. Sasa serikali ningeomba kitu kimoja, ifike sehemu husika ione jinsi chimbo lilipo, alafu ione na makazi ya watu yalipo, then kila kitu kupitia kuona kwao watapata majibu. Kwa sababu kama kesi ipo zaidi ya miaka 5 haifiki hitimisho, hiyo kesi gani? Na wewe ukiona hii chimbo limechimbwa na katapila, yeye anadai kwamba limechimbwa na watu. Sasa lile container kule mwisho sijui liletwa na wananchi wenyewe. Yaani kuna usitofahamu ambayo kila mwanakijiji haelewi kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ombi langu, naomba serikali ifike maeneo ya Mboza Kichangani. Kuna mtaa wa Mbezi, huku chimbo ndio lililoko huku. Huku pia kuna makazi ya watu wanakaa, lakini machimbo kila sehemu. Hivyo kwa kuepuka athari zisizokuwa na tija, ningeomba serikali yangu teule, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kutokana kwa kupitia na kwa uongozi wake mteule, serikali ya mtaa, ngazi ya kata na ngazi ya wilaya, hebu zifike sehemu husika zione shida ni nini, ili wananchi wawe na amani, wananchi waishi kwa amani. Maana haya machimbo kiukweli yana athari kubwa sana, Watoto kwenda shule inakuwa shida, maana njia hizi humu kwenye shimo ndo kwenye chimbo ndo kuna njia. Chimbo ni refu sana, chimbo ni refu mno. Eka 30 na kitu zinafika hapa. Serikali, naomba serikali ifike maeneo ya Mboza Kichangani, ione jinsi chimbo lilivyo, ili itoe suluhu kwa wananchi. Wananchi wanaishi, lakini naishi tu kwa ndivyo sivyo. Naomba serikali yangu teule, asante kwa kunisikiliza. Naamini kwamba mtatimiza, mtafika sehemu husika na kila jambo litakaa sawa. Asanteni kwa hiyo.